Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Kwa majina ni Mama Phoebe Mkatoliki. Karibu kwenye chaneli hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, njia ya msalaba, rozari takatifu, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa takatifu Katoliki. Leo twajiandaa kwa masomo ya misa siku tatu kuu za Pasaka, Paschal Triduum, Alhamisi Kuu, karamu ya Bwana, masomo ya misa ya jioni. Somo la kwanza, Kutoka sura 12 mstari wa kwanza hadi 8, kisha mstari wa 11 hadi 14. Taratibu za karamu ya Pasaka. Somo katika kitabu cha Kutoka. Siku zile Bwana alisema na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akiwaambia, mwezi huu utakuwa kwenu mwanzo wa miezi, mtaufanya kuwa mwezi wa kwanza wa mwaka. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu, kila mtu atoe mwanakondoo jamaa kwa jamaa, mwanakondoo mmoja kwa kila nyumba moja. Kama jamaa ina watu wachache wasioweza kumaliza mwanakondoo, mtu ashirikiane na jirani yake aliye karibu na nyumba yake, kwa kadri ya hesabu ya watu. Mtapima kadri awezayo kula kila mtu, kwa kujua hesabu ya watu watakaokula mwanakondoo. Mnyama atakuwa asiye na kilema, dume na mwaka mmoja. Mtachagua kati ya kondoo au mbuzi. Mtamweka mpaka siku ya 14 ya mwezi huu. Hapo watu wote wa mkutano wa Israeli watamchinja saa za jioni. Watachukua damu yake na kupaka juu ya miimo, mwilini na kizingitini cha mlango wa nyumba watakamo mla. Usiku huo italiwa nyama hiyo imeokwa kwa moto. Italiwa pamoja na mikate isiyotiwa chachu na boga shungu. Mtamla hivi, viuno vyema vimefungwa, mmevaa viatu vyenu miguuni, fimbo zenu mkononi, mtakula kwa haraka. Hiyo ndiyo Pasaka ya Bwana. Usiku huo mimi nitapita kati ya nchi ya Misri na kuwaua wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wanadamu na wanyama. Tena miungu yote ya Misri nitaiadhibu. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itawasaidia kutambulisha nyumba mnaomoka. Nitakapoiona damu hiyo, nitawapita, nanyi hamtapatwa na pigo la kuangamiza nitakapoipiga nchi ya Misri. Siku hiyo mtaifanya kuwa siku ya ukumbusho, nanyi mtaiadhimisha kama sikukuu kwa heshima ya Bwana. Katika vizazi vyenu vyote mtaifanya iwe sikukuu milele. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 116 mstari wa 12 hadi 13, 15 na 16, 17 na 18. Kiitikio: kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Kikombe tunachokibariki
ni ushirika katika damu ya Kristo. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Nitakiinua kikombe cha wokovu na kuliita jina la Bwana. Kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Kina dhamani kubwa machoni pa Bwana, kifo cha watakatifu wake. Mimi ni mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako. Umevifungua vifungo vyangu, umevifungua vifungo vyangu. Kikombe tunacho kibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Nitakutolea dhabihu ya shukrani na kuliita jina la Bwana. Nitamtimizia Bwana nadhiri zangu mbele ya watu wake wote. Kikombe tunacho kibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Kikombe tunacho kibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Somo la pili. Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa 23 hadi 26. Kila mnapoula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mnatangaza kifo cha Bwana. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, niliyowakabidhi ninyi ndio niliyoyapokea mimi kwa Bwana. Yaani usiku ule alipotolewa, Yesu alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kadhalika akatoa kikombe baada ya kula, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnapokinywa kwa ukumbusho wangu. Maana kila mnapoula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mnatangaza kifo cha Bwana hata atakapokuja. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Amri mpya na wapeni, asema Bwana, kama mimi nilivyowapenda, nanyi pia pendaneni. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Aliwapenda mpaka mwisho. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Yohane sura ya 13 mstari wa 1 hadi 15. Ilikuwa kabla ya sikukuu ya Pasaka. Yesu alijua ya kuwa saa yake imewadia ya kuondoka ulimwenguni hapa kwenda kwa Baba.
Naye kwa kuwa aliwapenda watu wake waliopo ulimwenguni, aliwapenda mpaka mwisho. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Shetani amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote nia ya kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba ameweka vyote mikononi mwake, na ya kuwa ametoka kwa Mungu na anakwenda kwa Mungu, aliinuka kutoka mezani, akaweka kanzu yake kando, akachukua kitambaa cha kitani, akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika chombo, akaanza kuiosha miguu ya wafuasi na kuifuta kwa kitambaa alichojifunga. Alipokuja kwa Simoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wataka kuniosha mimi miguu? Yesu akajibu akamwambia, sasa uelewi nifanyalo, lakini baadaye utalifahamu. Petro akamwambia, wewe hutaniosha miguu mimi hata kidogo. Yesu akamjibu, nisipokuosha huna shirika nami. Simon Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono na kichwa. Yesu akamwambia, aliyekushaoga hana haja ya kunawa isipokuwa miguu, bali usafi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua atakayemsaliti. Ndio maana alisema, si nyote mlio safi. Baada ya kuosha miguu, alivaa tena nguo zake, akaketi mezani, akawaambia, je, mmeelewa hayo niliyowatendea? Mwaniita mwalimu na Bwana, tena kwa haki, maana ni hivyo. Basi, kama mimi niliye Bwana na mwalimu nimewaosha miguu, imewapasa na ninyi pia kuoshana miguu, kwa maana nimewapa mfano ili nanyi mtende kama mimi nilivyowatendea. Neno Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.